Kwanza nishukuru uongozi kwa kujumuika nasi pamoja wote wana Simba ili kuweza kufikia malengo yetu ya kuvuka kufuzu kuingia hatua ya nusu finali, na kama alivyosema mzee wangu mzee Dalali hapa, kufika finali yote yanawezekana. Kubwa ni waombe washabiki, wapenzi na wanachama wa Simba kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 9 Jumatano katika uwanja Mkapa, kwa sababu katika miaka hivi karibuni tumeweza kufuzu katika hatua muhimu ambayo naweza nikasema kufuzu kwetu kumesaidiwa sana na mchezaji namba 12 ambaye ni mshabiki. Kwa wana Simba wakijitokeza kwa wingi wakaweza kushangilia kwa nidhamu, tukumbuke kwamba tupo katika uangalizi na CAF, wakaweza kushangilia kwa nidhamu na kwa amani, kuipa support timu yao, tutaweza kupata mafanikio kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na historia ya hivi karibuni inatuonyesha mechi nyingi za maamuzi, tukiangalia mechi ya Nkana, mechi ya wale wa Libya wajuzi hapa Ahli, mechi ya Wydad, mechi nyingi zilikuwa ni mechi za kufanya maamuzi, kufanyikia Mkapa hapa na zote tulifaulu. Kwa hiyo naamini kabisa kwa umoja wetu na mshikamano tuliokuwa nao tunaweza kufaulu kabisa. Na mechi iliyopita Misri, mwenyekiti, timu ilidominate mpira kwa asilimia kubwa sana. Changamoto ilikuwa sisi tukupata bahati ya kufunga. Tumeweza kuongea na benchi la ufundi, wameona makosa yaliyofanyika kule na tunaamini wameyarekebisha na tunaweza kupata ushindi. Kwa kupitia wanahabari tunaomba mtufikishie hizi salamu kwa wana Simba, wajitokeze kwa wingi. Wachezaji wetu nao wameahidi kufanya makubwa katika historia yao ya mpira na katika historia ya Simba kama klabu. Mimi niwashukuru sana wanahabari na tunawategemea nyie mwe mabalozi wetu kutufikishia hizi habari kwa wana Simba. Simba oye. Nashukuru sana. Nawashukuru viongozi wetu wa Simba Sports Club wa vipindi mbalimbali vilivyopita, viongozi ambao wametengeneza njia mpaka leo hii na sisi tumekuwa viongozi mnatuona hapa. Lakini vile vile niwashukuru viongozi wa sasa hivi, management ya Simba Sports Club kiongozwa na dada yetu CEO Zubeda, msemaji wetu Ahmed Ali, pamoja na wafanyakazi wote ambao kimsingi wamekuwa chachu, lakini vile vile wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba klabu yetu inaendelea kufanya vizuri, lakini tunaendelea kupambana katika misingi ambayo uongozi wa juu kwa maana ya bodi unaelekeza. Mimi kwangu machache tu ambao nataka niongee hapa. Kwanza kuna kuaga na ule msemo unasema do or die. Sisi katika mechi hii hatuna dai. Ni do peke yake. Tumeifuta dai. Jana tulikuwa na kikao kikubwa sana kiongozwa na rais wa club na mwenyekiti wa bodi Mohamed Dewji, pamoja na mwenyekiti wa club Mangungu na viongozi wengine wote pamoja na viongozi wa zamani. Kwa kimsingi kile kikao tumefuta neno linaitwa dai. Tumeacha neno do. Viongozi wengine hapa muaoni, lakini wapo wanaendelea na shughuli zingine ambazo wamekasimishwa kuzifanya kuelekea kwenye hii mechi. Kila mwana Simba kwenye hii mechi ana kazi maalum ya kufanya kutokana na umuhimu na ukubwa wa hii mechi. Mpango wetu sisi wa mwanzo hii mechi ilikuwa inaishia kule Misri. Lakini kwa bahati mbaya kama alivyokuwa anazungumza hapa mzee Dewji kwamba haikuwa upande wetu. Kwa hiyo tumehamishia sasa hii vita nyumbani na Jumatano inshallah tunaimaliza. Kwa hiyo message yangu mimi ni kwa wapenzi, mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club. Kama mnavyojua sisi tupo katika kipindi cha mpito kutumikia adhabu ya CAF. Tulipewa mechi 2 ambazo adhabu ya kutoingiza mashabiki. Mechi ya kwanza tumeitumikia tayari,
lakini mechi ya pili waliiweka pending, walihifadhi kwa kutuangalia kwanza mienendo yetu katika mechi zingine. Kwa hiyo tunawaomba mashabiki, wapenzi na wanachama wa Simba Sports Club, pamoja na kwamba tumeweka ulinzi wa kutosha wa kila aina, lakini bado haitoshi. Wao wenyewe kwa maana ya mwanachama mpenzi mmoja mmoja wanapaswa kuwa walinzi wa wenzao kwa kila mmoja. Tarehe 9 wale wote ambao watafanikiwa kwa njia moja ama nyingine kuja uwanjani, basi wahakikishe kwamba kila anayekaa naye basi awe ni mlinzi wa mwenzie. Tusifanye vurugu, lakini tushangilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa amani na utulivu. Sisi tunasifika na tuna tuzo ya mashabiki bora Afrika. Kwa hiyo tusije tukatia doa tena ile tuzo ambayo tulipewa na CAF. Kwa hiyo naomba tukija uwanjani tutulie, tushangilie bila kuleta bugdha na mambo ambayo yafai. Tumetoa maelekezo na CAF kwamba kutakuwa na mtu anaitwa spectators liaison officer ambaye atakuwa na watu wanamsaidia. Hao nao vile vile ni sehemu ya kuangalia mashabiki, kuhakikisha kwamba wanaangalia mpira kwa amani na utulivu bila kuleta vurugu. Hata wale ambao watakuja kwa nia tofauti na wale mashabiki na wapenzi wa Simba Sports Club, tunawaambia waje watulie. Kwa sababu mimi na uhakika kuanzia mpira ule unaanza mpaka unaisha, hawatopata nafasi ya kusimama wala kushangilia, kwa sababu tutadominate dakika 90 nzima. Kutakuwa hakuna sehemu ambayo tutaiacha wao wakapata nafasi ya kusimama na kushangilia. Waje watulie, waangalie, mwisho wa siku najua watu watageuka watatushangilia. Kwa hiyo mimi kwa hayo mafupi mwenyekiti, mimi nasema asanteni. Simba nguvu moja.